Tugeukie sasa katika habari za michezo kwa asubuhi ya leo. Mbeya. Mwanzo mpya ni kauli ya kipa wa TRA United Daniel Mgore akieleza safari yake mpya katika kikosi hicho. Anaamini msimu ujao huenda ukawa bora zaidi kwake na kujitangaza kwenye medani na soka ndani na nje. Mgore ambaye aliibuliwa na Biashara United chini ya aliyekuwa kocha wake Amani Josia tangu alipoondoka kikosini humo na kujiunga na Dodoma Jiji hakuwa na mwendelezo mzuri kutokana na kukosa namba. Hata hivyo, licha ya changamoto hiyo, nyota huyo anasifika kwa kipaji na uwezo binafsi wa kudaka, huku eneo la ushambuliaji pia anaweza kufanya kweli kama timu imekosa mbadala. Katika mahojiano maalum, kipa huyo ameeleza maisha yake ya soka huku akimtaja kocha Josia na mastaa Juma Kaseja, John Boko, Aishi Manula na Klatos Chama kuwa sehemu ya hamasa kwake. Mgore amesema baada ya kumaliza elimu ya sekondari huko mkoani Mara, aliona njia bora ya yeye kuwa salama ni kuendeleza kipaji chake cha soka kwa kuwa kabla ya hapo alikuwa star kwenye UMISETA. Anasema kupitia ndondo alikuwa akikusanya kiasi cha fedha akiwa na wenzake, ambapo kila mechi akivuta si chini ya shilingi 10,000, fedha ambazo ziliweza kumsaidia kumudu maisha yake. Ameendelea kusema kuwa kutokana na hali ya maisha ya mtaani aliamua kuwekeza zaidi kwenye soka, japokuwa hakucheza nafasi ya kipa, badala yake alikuwa mchezaji wa ndani eneo la ushambuliaji. Nanuku, shuleni nilikuwa nacheza sana hadi kuitwa UMISETA. Nilipomaliza kidato cha 4 nikawa na wenzangu tunacheza ndondo ili kupata chochote kitu kuendesha maisha ya mtaani, vinginevyo makundi yangeniharibu. Nashukuru kupitia hizi ndondo nilikuwa napata pesa kwa kuwa utaratibu wa michezo hiyo unalipwa baada ya mechi. Kiujumla ulinisaidia kuepukana na vikundi visivyo sahihi. Kipa huyo anasema wakati akicheza ligi daraja la 3 mkoa wa Mara, Amani Josia alimuona na kumuita timu ya Biashara United iliyokuwa daraja la 1 kwa sasa Championship, akitaka kufanya naye kazi. Amesema licha ya kusawazisha na wenzake kwenda Biashara United, lakini ilimpa wakati mgumu kwa kuwa aliona anaenda kupoteza maslahi yake aliyokuwa akipata kwenye ndondo. Anaongeza kuwa licha ya kujiunga na timu hiyo dirisha dogo, alitumia msimu bila kucheza mechi yoyote ukiishia benchi na baadaye kupelekwa timu ya vijana under 20 kutokana na ushindani aliyokutana nao kikosini. Dar es Salaam. Katika soka, afya ya mchezaji ni nguzo muhimu ya mafanikio ya timu yoyote. Hata hivyo, hali halisi ndani ya Ligi Kuu Tanzania Bara inaonyesha taswira tofauti, kwani utekelezaji duni wa kanuni za bima ya afya umeacha pengo linalowaweka wachezaji katika hatari ya kiafya na kiuchumi. Utafiti unaonesha kuwa kati ya timu 16 zitakazoshiriki ligi hiyo msimu wa mwaka 2020 na zilizoshiriki ligi hiyo ya msimu wa mwaka 2025-2026 ni 8 pekee zilizotoa bima ya afya kwa wachezaji wake, huku kwa upande wa Zanzibar hali ikiwa mbaya zaidi. Hali hii inaashiria ukubwa wa tatizo lililopo na namna ambavyo sheria zilizowekwa zinavyopuuzwa kwa viwango vikubwa. Miongoni mwa waathirika kutokana na kutotekelezwa kwa sheria, mwanasoka aliyevitumikia vilabu Mwadui FC na Polisi Tanzania Gerald Mdamu akiwa mshambuliaji alipata ajali iliyosababisha miguu yote miwili kuvunjika. Aliacha kucheza soka huku akipitia kipindi kigumu cha matibabu kwa muda mrefu. Kiungo wa Coastal Union Grayson Gwalala anaeleza jinsi alivyopata jeraha la goti lililomweka nje kwa mwaka mzima, huku akilazimika kutumia fedha zake binafsi kwa matibabu. Anasema gharama zilifikia hadi shilingi milioni 5, kiasi ambacho kilizidi uwezo wake na kumlazimu kutegemea msaada wa watu binafsi. Na upande wa habari na hitimisha na habari tetesi za soka pale barani Ulaya.
Manchester City inakaribia kumsajili Ayubu Bouwadi mwenye umri wa miaka 18 kutoka Lille. Kiungo huyo wa Morocco ana thamani ya euro milioni 100 sawa na pauni milioni 85. Real Madrid wanania kumsajili kiungo wakati wa Uhispania Martin Zubimendi mwenye umri wa miaka 25 kutoka kwa mabingwa wa ligi kuu ya England Arsenal. Mshambuliaji wa Arsenal na Brazil Gabriel Jesus mwenye umri wa miaka 29 yuko tayari kuhamia Napoli msimu huu wa joto. Klabu ya Italia AS Roma imefanya mazungumzo ya awali na mwakilishi wa Gabriel Martinelli juu ya uhamisho wa winga huyo wa Arsenal na Brazil mwenye umri wa miaka 25. Barcelona na Tottenham zote zimefanya mazungumzo hivi karibuni na Bayern Munich kuhusu mshambuliaji raia wa Uingereza Harry Kane mwenye umri wa miaka 33 kuhusu uhamisho wa msimu wa joto. Manchester City wanafahamu nia ya Nottingham Forest kumsajili kiungo wao wakati raia wa Uholanzi Tijan Reijnders mwenye umri wa miaka 28 ambaye alisajiliwa kutoka AC Milan msimu uliopita wa joto kwa pauni milioni 46. Liverpool licha ya Arsenal zote zimeonesha nia ya kutaka kumsajili mshambuliaji wa Paris Saint-Germain na Ufaransa Bradley Barcola mwenye umri wa miaka 23 ambaye thamani yake inakadiriwa kuwa takriban pauni milioni 130. Beki wa Inter Milan na Italia Alessandro Baston mwenye umri wa miaka 27 na kiungo wakati wa Crystal Palace na England Adam Wharton mwenye umri wa miaka 22 bado anavutiwa kujiunga na Real Madrid, timu ambayo ina nia ya kusajili wachezaji watatu msimu huu. Kiungo wakati wa Marseille na Denmark Pierre-Emile mwenye umri wa miaka 31 amekataa fursa ya kujiunga na Newcastle. Manchester United inafikiria kumsajili beki wa RB Leipzig wa Ujerumani David Raum mwenye umri wa miaka 28 baada ya kushindwa kumsajili beki wa kushoto wa England Lewis Hall mwenye umri wa miaka 21 kutoka Newcastle. Na beki wa Tottenham na England Spence mwenye umri wa miaka 26 amerejea kwenye darubini ya Inter Milan baada ya timu hiyo kushindwa kumsajili winga wa zamani wa Aston Villa na Ufaransa Moussa Diaby kutoka Al Ittihad. Na hizi ni habari nilizokusogezea kwa asubuhi ya leo. Tuangalie majibu ya swali letu. Swali la leo limeuliza kwamba nani kuibuka na ushindi siku ya kesho? Kura zilizopigwa ni kura 153. Waliosema Yanga kesho inaibuka na ushindi ni 55. Waliosema Simba ni 42 na waliosema hakuna ni 3. Kwa hiyo wengi wanasema kwamba Yanga kesho ndio anaibuka na ushindi. Isaac, Allen Mlai, anacheka tu. Allen, habari yako mdogo wangu? Isaac anasema issue ya Feitoto vipi? Nitakuja nayo saa 5. Hiyo nitakuja nayo saa 5. Nikushukuru sana kwa wewe ambaye tumekuwa pamoja tangu pale nilipoanza kipindi hiki hadi muda huu hapa. Yes, naomba uniwie radhi kwa leo sijaonekana, lakini baadaye saa 5 pale utaniona vizuri kabisa. Na maswali yenu sijajibu maswali leo jamani. Nilikuwa nakimbizana na muda, nimechelewa kuanza kipindi, lakini naamini kila kitu kitakuwa sawa. Kama umeniuliza swali basi saa 5 ungana na mimi saa 5 mpaka saa 7. Swali lako nitalijibu kwa ufasaha, kwa mapana na marefu yake mpaka we mwenyewe uridhike. Hakikisha tu haukosi. Nikusihi tu endelea kuitegea sikio Imba Nasi Radio. Itakapogonga 2:30 kwa saa za Afrika Mashariki, tutajiunga na RFI Swahili kwa ajili ya kupata habari na makala mbalimbali. 3 kamili Tadei Cosmas atakuwepo hapa kwa ajili ya kukusogezea kipindi cha michezo. Saa 5 kamili hadi saa 7 kamili nitakuwepo hapa kwenye kipindi cha Mambo Leo, na saa 7 kamili tutajiunga na DW Swahili kwa ajili ya kupata habari na makala mbalimbali. Allen Mlai anasema Yanga. Asante sana Allen. Alois anasema dada nakupenda sana. Alois nakupenda zaidi Alois.
Amri kuu nawapa, pendaneni kama mimi ninavyowapenda ninyi. Haya, nukuu ya leo inasema, jipe muda, maua hayachanui yote kwa wakati mmoja. Maua hayachanui yote kwa wakati mmoja. Jipe muda. Wataalamu wa maneno wenyewe wanakuambia kwamba maisha yako yalishaandikwa. Yani wewe umekuja kuthibitisha tu, yani umekuja kuwa shuhuda. Unaona mfano nini? Mfano wale watu wanaoenda kufunga ndoa, kuna wale wadhamini wa ndoa wanashuhudia kwamba walisaini. Ukienda kununua nyumba, sijui umenunua kiwanja, umefanya nini, lazima kuwe na shahidi. Kwa hiyo wewe maisha yako yalishaandikwa. Kile unachokipitia ni ili ushuhudie. Mfano labda una njaa kali sana, huna pesa na ndani huna chochote kitu. Ile njaa unayoisikia, mtu anakuja anakuambia, "Oya, twende tukapate lunch." Unamwambia, "Mimi sina kitu." Anakuambia, "Bili ni juu yangu." Unaenda unakula, unashiba. Umeshuhudia namna njaa inavyouma, na kumbe kuna wakati unakosa kabisa pesa ya kununua chochote chakula na unakosa kabisa kitu ndani cha kupika. Kwa hiyo kwa sababu umeshashuhudia, ukija kukutana na mtu mwenye njaa akakuomba umsaidie, ni rahisi kumuelewa na ni rahisi kumsaidia. Kwa hiyo usijilinganishe na yeyote katika haya maisha. Skripti zetu ni tofauti. Kila mmoja ameandikiwa kwa namna yake. Ndio maana tunasema hivi, jipe muda. Maua hayachanui yote kwa wakati mmoja, hata kama ni maua ya kufanana. Nakupenda sana. Nikutakia uwe na asubuhi njema, siku njema yenye baraka na fanaka tele. Tukutane 5 kamili hapo baadaye, Mwenyezi Mungu akijalia. Ukiniita Salome Mlai, daima nitaitika. Nakupenda sana. Kwaheri kwa sasa. Bye bye.